الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Tunaendelea darasa letu la tafsiri ya Qur'ani, tukiwa leo tuna tarehe 24 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Aya yetu ni ile moja, Surah Al-Isra 23. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Tupo katika haki za wazazi, haki ambazo mtoto anatakiwa kisheria kumfanyia mzazi wake, ni lazima. Asipofanya hivyo anapata dhambi. Leo tutakuwa katika haki za wazazi sehemu ya pili. Leo hakuna visa vingi, tutateremka. Jana tulisoma ya kwanza mpaka ngapi? Ya 7. Mpaka ya 7. Ya 8 yarda lahuma bima yurdi nafsahu an yarda lahuma bima yurdi nafsahu, awaridhie wazazi wake wawili, bima, kwa jambo ambalo yurudi nafsahu, inairidhisha nafsi yake. Awaridhie wazazi wake wawili, bima, kwa jambo ambalo yurudi nafsahu, inairidhisha nafsi yake. Yale yote ambayo mtoto huwa akiyapenda, kama atafanyiwa, kama atakuwa nayo, basi yote awaridhie wazazi wake. Ya tisa, haki ya 9 ya mzazi anayomdai mtoto wake, an
ayyad'uwa lahuma bil maghfirati warahma ayyad'uwa lahuma bil maghfirati warahma. Mtoto katika haki za wazazi analazimika kufanyaje? Kuombea wazazi msamaha na huruma. Ayyad'uwa lahuma, kuwaombea wazazi wake mara kwa mara. Ayyad'uwa, kuwaombea wazazi wake. Ayyad'uwa lahuma, kuwaombea wazazi wake mara kwa mara. Na baadhi ya wanachuoni wamesema kwa uchache kwa siku mara 5, kiwango cha chini mara 5, kiwango cha chini. Awaombee dua wazazi wake bil maghfirati, kwa kuwaombea msamaha wa madhambi yao, warahma, na kuhurumiwa na Mwenyezi Mungu. Na hizi zote, haya mawili ni aya. Rabbi ghfirli ni aya hiyo. Pia awaombee rahma, wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani. Ukiacha haya nimeweka kwenye sentensi moja, lakini hapa kila kimoja kilikuwa kinajitosheleza na kila kimoja kilikuwa kina visa. Kwa mfano ya kwamba maghfira, tulimuona yule nani, Urwatu ibn Zubair, tulishaona tukazungumza Urwatu bin Zubair radhiyallahu anhu. Utakuta kwenye vitabu vyetu hivi tulivyotaja kisa chake kipo. Alikuwa kila anaposujudu Urwatu bin Zubair, wakati babaka anaitwa nani? Zubair ibn Awam, na mamake nani? Asma binti Abubakar. Wameshaambiwa waingie peponi bado? Au alishasema, mtume shasema hao ni watu peponi, Urwatu bin Zubair radhiyallahu anhu na Asma binti Abubakar, hao ni watu peponi tayari. Lakini mtoto wao, kwa sababu ni haki ya wazazi wake, hata kama wako peponi ni haki yake kuwafanyia wazazi, akawa kila anaposhujudu anasema Allahumma ighfir li Urwati li Zubair bin Awam wa Asma binti Abubakar, kila sijda. Sasa dhuhuri 4, asri ngapi? Jumla ngapi? Magharibi ngapi? Jumla. Isha ngapi? Jumla. Subhi ngapi? Jumla. Hizo ni 17 za fardhi tu. Na huyu Urwatu bin Zubair radhiyallahu anhu jamia alikuwa na kanuni ya kusoma robo ya Qur'ani kwa siku. Kila siku anasoma robo ya Qur'ani, manake ziko juz 30 akizigawa. Kwa hiyo anatandika 7 na robo kila siku. Na akifanya hivyo Urwa bin Zubair radhiallahu anhu, akishasoma hizo 7 na nusu, usiku ndizo anazofanyia qiyamu layl. Usiku ndizo anazofanyia qiyamu layl. Anasoma zile alizosoma mchana 7 na nusu, usiku anazifanyia qiyamu layl 7 na nusu, juzu 7 na nusu ndio qiyamu layl yake. Sasa aswali raka ngapi? Na hawa ni watu wema. Sisi wazazi wetu ambao tunawafahamu kabisa,
Vipi? Ayad'u lahuma, na hapo ndipo utapoingia au waladin salihin yad'u la, ni miraran, sio mara, miraran. Ulete mara ambazo zina idadi, uombe maghfira, lakini uombe huruma ya Mungu, rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Na kiyama wazazi watajulikana, huyu alikuwa anafanywa ukema na watu wake. Wazazi watajulikana kwa vitu gani? Watajulikana kwanza kwa mataji, watavishwa taji. Kuna mataji ya watoto wema watavishwa wazazi kama hongera, mlifanikiwa kwa watoto wenu. Na wanasema hilo taji la kwanza ni la Qur'ani, mtoto alikuwa anasoma Qur'ani. Kwa hiyo kama hapa tuko tunasoma, wazazi wanavuna tu, wote tuko hapa ambao tunasoma, wanaosikiliza, kila harfu moja mzazi anapata. Na siku ya kiyama mzazi atavishwa taji, ataambiwa taji hili ni kwa sababu ya mtoto wako kuwa alikuwa ni msomaji wa nini? Qur'an. Allah. Pili, mzazi kiyama ataona maghfira ni mengi. Mbona haielezi? Mali zangu zinaeleza zilifanywa, hasa mbona haijia hivyo? Pale ikra kitabu, akasoma kitabu chako, na kila amali, na kama ulifanywa na watu utajieleza. Sasa ya Rabbi, mbona maghfira mengi? Ataambiwa hizo istighfari ni za mtoto wako walikuwa kufanyia duniani. Mzazi atafurahi kwa kweli. Sallu ala nabii. Sikutaka nisema ni ili somo lina visa vingi vingi. Na katika maghfira hayo atakuwa hai, hata kama iko hai anapewa tu, hata kama iko hai. Kwani Urwa bin Zubair alikuwa anafanya ibada baada ya kufa? Alikuwa anafanya wako hai, na baada ya kufa aliendelea. Hizi tunazungumza ni haki zao wakiwa wako hai na wakiwa wameshafanya wamekufa. Tutakuja kuona kule haki za baada ya kufa. Shekhi, mtihani mkubwa sana wallahi, ila sana natia uchungu kweli kweli. Ya ngapi hiyo? Ya tisa. Kwa hiyo tuanzishe mtindo kila unaposujudu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema subhanaka allahumma, anasema Mtume kuna alikuwa anasema sallallahu alaihi wasallam, subhanaka allahumma la ilaha illa anta allahumma ighfirli, subhanaka allahumma la ilaha illa anta allahumma ighfirli. Alikuwa anasema hivi. Sasa ongeza pale allahumma ighfirli wali walidayya, hata kama ukiwataja majina ongeza hiyo. Kwa kuombea wazazi dua ni kitu cha msingi sana. Na wengine wakasema pale ghairi maghdubi alaihim waladhdallina, wanataka kusema rabbi firli wali walidayya amina. Na tumeona sisi kwenye vitabu ya 10 ndio an yunfida an yunfida ahadahuma an yunfidha ahadahuma apitishe na kutekeleza ahadi za wazazi wake. Apitishe na kutekeleza ahadi za wazazi wake. Apitishe na kutekeleza ahadi za wazazi wake. Ayunfidha ahadahuma. Mzazi ana jambo anafanya, unalijua, akifa huyu mzazi au yuko hai,
mpe tafu aweze kulitekeleza hilo jambo. Mzazi kahidi msikitini, ameambia Sheikh Musa, inshallah mimi Mungu akinijalia Ramadhani ikisha nitachimba kisima. Mzazi akafa. Chimba wewe, una uwezo, chimba. Sallu ala nabii. Mzazi alikuwa anataka kununua nyumba, kashindwa. Una uwezo, ununua wewe. Na hii huwa namwombea dua sana mtoto wa marehemu kaka yangu, mtoto wa marehemu kaka yangu, na atasikia kwa sababu yeye huyu bwana akirusha tu katika wale watu wa mwanzo ni yeye. Baba yake alitaka kununua nyumba. Marehemu kaka yangu alikuwa na wake wawili. Alikuwa na nyumba moja hapo jirani yangu napoishi mimi, nyingine kule. Kwa hiyo akawa mipanga nyumba ya mke mdogo, alikuwa mipanga. Sasa akataka kuinunua, akafa. Kwa hiyo mtoto kaja ameinua ile nyumba na amempa huyo mamake mdogo na wadogo zake. Kainunua. Baba anasikia baba alitaka kununua nyumba, sio na habari sema nani. Leta kitu kingine zaidi hapo. Akainunua ile nyumba akawapa. Majanan, bure, bila sharti. Hivi ndivyo ninavyotaka. Sasa dhamira baba ilikuwa ni kutengeneza mtaro wa msikitini. Baba mwenyewe kisha akafa. Mungu atamlipa kwa nia yake. Nani amekwambia hivyo? Ayunfidha ahad. Ile ahadi sio ahadi peke yake, ni lile jambo ambalo mzazi wako alikuwa anadhamiria kwamba ana nia kulifanya, basi lifanyike. Lifanyike. Sisi baba yetu kuna jambo alikuwa akilifanya, akasema mashamba yangu haya midhali niko hai na mashamba yako, lifanyike jambo kadhaa kutoka kwenye mashamba yangu. Kwa hiyo mashamba mpaka leo yapo, shafariki miaka kadhaa. Lile jambo likitokea lafanywa kwa mali ile. Yeye alikuwa umeme ukikatika msikitini, yeye ndo ananunua mafuta yote ya msikiti. Kwa hiyo niacheni mimi. Mwingine alikuwa analipia, lakini umeme ukatika, na wakati mnajua miaka ya nyuma basi alimafuta. Kwa hiyo ile sijui sasa wale kama wanapeleka maana umeme huko tu, sijui wanaifanya fanyaje. Ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo mtu anajua hapa kina Mzee Nyembo ni watu wa kutoa karatasi hizi, na sisi tuna matatizo mengi. Watoto wetu wako hapa tukiwa nao hawana kazi, hatuwaleti kwenye madaris, unakuja peke yako. Hawana kazi, wapo tu na mbwela huko. Takiwa uwalete waone kwamba yuko mtoto mmoja alipata shida baada ya babake kufariki. Babake alikuwa na kanuni ya kuwapa kahawa watu wote walioswali msikitini subuhi. Alikuwa na kanuni hiyo kwenye visa. Yaani hili somo lina visa chungu mbovu. Basi yule bana, yani akistareheka yeye tu, akienda na birika lake pale la kahawa na yaswali, akimaliza basi wale watu msikitini pale wamechangamsha. Basi alipokufa yule mtoto akaona jambo dogo sana, akaliacha. Maisha akampiga. Kila akienda huko hai, kila akienda akamwambia shekhe mmoja, akamhadithia, akamwambia babako yuko hai, alishakufa, mama yako yuko hai. Hebu angalia ni jambo gani babako alikuwa akipenda kulifanya, lifanye. Akamwambia najua babangu alikuwa akiwanywesha watu kahawa, baada sasa anza kunywesha yule kijana hapa. Wasaina al-insana biwalidayhi, ni pamoja na hiyo. Kwa hiyo unajua kabisa ni baba yangu mimi alikuwa anapeleka kwa imamu Sheikh Musa kitu kadhaa. Kila mwezi wa Ramadhani babangu akimpa Sheikh Musa shilingi 50. Zilete hizo
ile ilikuwa ni amali ya baba. Vile vile alikuwa anafanya babako, utapata thawabu wewe na babako utafanyaje? Utapata, kwa sababu anyufi baadahuma. Sasa leo watu wameacha wakfu, watoto wameshindwa hata kusimamia wakfu za baba yao. Ya 11, mulaswaqatu. Mulaswaqatu tulikuta hii kule. Mulaswaqatu bihusnil khuluqi. Bihusnil khuluqi. Mulaswaqatu bihusnil khuluqi. Mulaswaqa kule nyuma tulisema nini? Kwamba nakumbuka afungamane na wazazi wake, si ndio Qur'ani inavyosema? Ndio. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa ya, alafu wa bi sio walidayhi. Ile be ni ba'ul mulaswaqa. Ndio kwa pale wao si arfu atfu. Sasa kama wao ni arfu, hii be imeingia kufanya kazi gani? Ilsaqa, lazima ufungamane na wazazi wako, lakini bihusni khuluqi, kwa tabia njema mno. Bihusnul khuluqi, kwa tabia njema sana. Moja kati ya mfungamano na wazazi kwa tabia njema ni mtoto kufanya ibada. Mtu atashangaa, mtoto kama sisi tunajaribu hivi kusalisali, sijadarasisha hivi, hii tunafungamana na wazazi wetu. Kwa nini? Kwa nini tunafungamana na vipi? Kwa nini? Shakasema sana kata ita. Kwa nini? Mtume anasema alwaladu akbaduna tamshiani fil ardh. Watoto ni sehemu ya nani, ya miili yetu. Watoto ni sehemu ya miili, wanatembea. Sasa ukifanya kheri unafungamanaje na mzazi wako? Sio kheri utakaoifanya unachopata na yeye anapata. Ndio. Kheri unaoifanya kila unachopata min ghairi an yanqusa min amalihim shay'a. Sallallahu ala rasulillah. Hakipungui chochote. Hakipungui chochote. Kwa hiyo ukisali ukapata thawabu milioni 2, mzazi wako ukapata milioni 2 na yeye, baba akapata milioni 2 na mama, hazigawani kwamba hizi milioni 2 gawa 3. No. Ubaya hauendi, ubaya ni wako. Man amila salihan wa man asaa fa'alayha. Man amila salihan fali nafsi, anayefanya wema unamnufaisha yeye na familia yake. Ni kama kwa mfano, Allahumma salli, ni kama kwa mfano wewe ukisali, hiyo sala yako itanufaisha kizazi chako mpaka mtoto wa 7. Mzazi mimi nikifanya khair, kwa mfano niko nadarasisha, hizi thawabu hizi kwa mtoto wangu, kwa mjukuu wangu, kwa mtoto wa mjukuu wangu, kwa mtoto wa mtoto wa mjukuu wangu mpaka 7, ndio zinakoma pale, ndio zinakoma. Kwa hiyo mtu kutokuwa mtu mwema ni kuangamiza kizazi chako mwenyewe, unakiangamiza. Kwa hiyo mulasaqatu bihusni alkhuluqi, ndio maana mimi nilimcharaza viboko mtoto wangu chuo kikuu mwaka wa 2, nikamleta nikamtandika viboko. Sio kwamba alikuwa haswali, alikuwa na swali, lakini alikuwa na swali kadhaa. Kule chuoni kulikuwa kuna mtindo wa kuchanga, wanachanga hivi pesa, wananunua chakula. Alafu mmoja hachangi, huyu ambaye hachangi anapika.
Kwa hiyo tutakuwa tuko watu 7, tunachanga watu 6 kununua chakula, mtu mmoja hachangi. Huyo ambaye hachangi anapika. Sasa ikawa yeye ikifika zamu yake hachangi, anapika vizuri. Anapika vizuri. Sasa jamaa akasema, "Sasa wewe utakuwa tuchangi." Na mimi wakati huo nikimpa 70,000 kila mwezi hela matumizi. Kwa hiyo ana 70,000. Lakini kwa wema wake namshukuru, akanambia, "Baba, mimi utakuwa unanipa 35, alafu nitakwambia." Nikamwambia, "Kuna nini?" Anambia, "Nitakuja kukwambia." Kwa akanisaidia na mimi 35. Lakini kasi sijui. Basi akaja. Nilikuwa sijui alipofariki mama yao, wakati wanakuja kutoa pole wale wanafunzi wa chuo, wakawa wanacheka pale. Cheka. Wanaambia, "Sasa sijui ni nini." Nikaanza, "Mbona mnacheka afu naonyesha sasa huyu jamaa ndio chief kuka wetu bwana kule. Huyu bwana anapika bwana." Yuko kupika. Sasa kumbe muda wa kupika unamchukulia muda wa nini? Na sale. Na mimi nimemwekea security ya juu. Alipokuja kaambia, "Bwana wewe unanikosea." Alipokuja aliponisalimia sikitika. Akanipa mkono usipokee. Alipotaka kunigusu nikakataa. Kwa hiyo akaondoka akaenda kwa dada yangu wakati wanakaa kwa juu mlimani. Akaambia, "Mimi nyumbani nina shida, nalia." "Vipi kaka yako?" "Nimefika, baba yangu mimi amekataa salamu yangu, akapokea mkono wala busu." Akaninyima simu. "Salamu alaykum kaka." Jamani tunazungumzia mulasaka jinsi ya kufungamana na wazazi. "Salamu alaykum kaka." Walisema, "Kaka vipi bana, na wewe naye bana mahasira yako bana. Kijana ametoka shule amekuja nyumbani mmeshagombana sasa hivi na utata." Nikakata simu. Sasa badala ya kuniuliza yeye anafanyaje? Ananilaumu. Nikakata simu. Akasema, "Wewe unakosa." Akamwambia, "Wewe unakosea." Sijatokea kakaangu akanikasirikia. Kukata simu kasirika, akamwambia twende akaje. Nikamuuliza, "Wewe unasali lakini unasali kadha vipindi nje ya swala. Sema kweli Mungu anakusia." Akasema, "Baba ni kweli." "Sababu gani?" Ndio akanitajia. "Ndio sababu ya kupika nini." Nikamwambia, "Hiyo sio sababu ya kutoa. Unanikosesha mimi, kwa nataka nikuadhibu." Akanambia, "Niko tayari." Nikawaita wadogo zake wote, nikamlaza, nikamkumuta. Tumeelewa? Ananikosesha. Surat al-Fatiha 1150 na kila 1110 ayafanya ni 150 mara 10 ni ngapi hizo? 1500 mara raka 4 ngapi? Biashara hiyo. Sasa mtoto ambaye hafanyi ibada hana mulaswaka, hajafungamana na mzazi wake, hata kama alimjengea ghorofa 60 bado. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan. Ihsan pamoja na wewe kufanya ibada. Sasa babangu pia kunifundisha ibada bwana. Mimi kusali sijui na nini. Anza sasa. Fanya wema, nenda hapa. Sasa kama pale unaona watu tunapita pale msikitini, mchanga uko pale, hata mtu kusafisha pale hawezi, tunamsubiri Bilali atusafishie. Haya ni makosa. Mchanga ulikuwa umejaa pale teleka. Tena mimi nimekusudia nikitoka chooni nije niusafishe pale. Naona Bilali akusafisha. Sasa jamaa kaniwaje? Kimoyo moyo. Hayo ni makosa, safisha. Mtu akiondoa adha msikitini, mtu akaondoa adha kadhaf msikitini, Mwenyezi Mungu sasa mpeni pepo. Sallu ala nabii. Ukifanyia msikiti mzima jamani, wa man yu'amiru sema ile akhraj adhab min almasjid nini, wa man ya'muru masajid Allah fa innaha min taqwa qulub. Kuimarisha msikiti sio kujenga tu, ni usafi pia, kuhudumia taa, kuhudumia kama hapa kina Sheikh Musa bana hapa. Vipi, kuna chochote unapata? Sipati chochote. Sheikh utapata 300 kwangu, sadisha. Hiyo ni imarul masajidi fa innaha min taqwa. Kwa hiyo kutoa uchafu ni taqwa. Kwenye kutawadhia tu, ukienda kutoa kohozi, mtu ametema kuliondoa anapata madhambi, ukiliondoa wewe unapata thawabu. Kwenye kutawadhia, kwenye kusalia koto na mulasaka. Ndio unaona kuna bwana Shabani hawa, nipe mfuko, nipe boda, nipe viatu.
mzazi anapata kule wema, mzazi anapata. Yule tajiri yule mfalme anasema niitie watu nitaka ni wakarimu, lakini nitakayemkirimu ni mtu mwema kuliko wote watakaokuja, nitafutieni huyo mtu mwema. Wale walizo sasa, mtampataje mtu mwema nyewe? Mtamjuaje? Mmoja akasema anajulikana. Wakachukua gogo wakaweka kwenye fence ya kuingilia getini pale gogo. Ingieni. Watu wakija wapanda gogo. Watu wakija wapanda gogo. Watu wakija wapanda gogo. Akaja mama mmoja afika pale akaangalia. Akaona hivi gogo kweli wali nakaa mlangoni. Akalichukua akalitenga pembeni. Alafu akasimama pembeni. Wale wakarudisha, akasema la, sirudishi. Fa'atul buyuta min abwabiha. Watu wanatakiwa waingie kwenye nyumbani kupitia milango yake kwa usahihi wa kuingia. Sasa imeweka basi. Baada ya hapo, vipi mfalme asema, mmenihesabia watu wangapi wema? Akasema tumuona mmoja tu. Mmoja tu aliondoa pale ili wenzake wafanyeje? Huyo ndio mtu mwema. Sasa umefika mahali umeona hii mbona imekaa vibaya, ukaogota. Shekhi wazazi umepata mulasaka hiyo. Utakuja kuona mulasaka mwingine huku kufungamana na wazazi kwenye kuzuru makaburi. Utakuja kuona, utafika hiyo haki yao. Haki ya ngapi hiyo? Ya 12. La yatasabahuma. La yatasabahuma. Au unaweza kuandika la yasubhuma. La yatasabahuma au la yasubhuma. Asiwatukanishe wazazi. Asiwatukanishe wazazi au yeye mwenyewe asiwatukane wazazi wake. Wazazi wetu mara ngapi tumeshawatukana sisi? Na kama hatukuwatukana sisi, mara ngapi tufanyaje? Tumewatukanisha. Ayasubu rajulu abahu ya Rasulullah. Hivi mtu anaweza akamtukana baba yake kweli? Mtu anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Mtume anazungumzia haki za wazazi, usimtukane mzazi wako, usimtukanishe. Sasa ayasubu rajulu abahu, mtu anaweza kumtukana mzazi wako kabisa? Akasema naam, fayasubu aba rajulin. Kumtukana baba yako ni kumtukana nani? Baba wa mwingine. Ukimtukana baba wa mwingine na yeye anamtukana baba yako, inakuwa wewe ndio umefanyaje? Baba yako mwenyewe. Nini wewe babako farafara tu? Kwani babako tunamjua wewe babako si Hanifi tu wewe. Wewe ndio umemtukana Hanifi baba yako wewe. Wala tasubu alladhina yad'una min dunillah fayasubu Allah adwan. Mwenyezi wala tasubu alladhina yad'una min dunillah, wala msiwatukanie miungu yao wale waniabudu asiyekuwa nani? Msiwatukanie miungu yao wale waniabudu Mungu. Fayasubu Allah, watamtukana nani? Kwa nyinyi ndio mtakuwa mmefanyaje? Mnamtukana Mungu wenu nyinyi wenyewe. Mtoto mtaani unajulikana tabia mbaya. Mtoto fulani huyo. Na yule mzee. Yule mzee alizaa tu utumbo. Hujamtukanisha. Huyo mashaallah. Mtoto fulani bado mashaallah. Hiyo ndio inatakiwa. Mara ngapi tumeshatukanisha watoto hapo? Wazazi tunawatukanisha mara ngapi? Sisi wenyewe tunawatukana na sisi wenyewe tunawatukanisha. Mama mkwe leo, mama si mama mkwe. Wewe mamangu mzoee tu.
umemtukana mamako. Ndio maana mimi nishatoa kisa changu unaitwa na mamangu unapewa kazi hutaki. Mimi siwezi kumtukana mamangu nikutanisha. Chukua talaka nenda kwenu tumjuzi. Nitakuwa nimemtukana mamangu mimi. Mama yangu anamuita njoo mchemshe chai mke wangu mimi. Halafu yeye anakwenda kumwambia mfanyakazi ndio achemshe chai. Kwa maana yeye hawezi kuwa mtumishi wa mama yangu. Ina maana na mimi siwezi kuwa mtumishi wa nani? Wa mama kwa kumridhia yeye. Nenda kwenu. Kuna mjadala. Huyu anamtukanishia mama yangu, anakwenda kumwambia mfanyakazi dada. Tena kwa sauti kubwa, bwana ingekuwa siri, dada njoo mchamshikie bibi yenu. Tena angesema njoo mchemshie mama basi. Njoo mchemshie bibi yenu chai. Mamangu anasikia. Anamtukana mzazi wako. Huyu ni mwanamke anemtukana mzazi wako huyu. Tuangalie ya 10 ngapi? Tunakwenda 13. La yal'anhuma, la yal'anhuma, la yal'anhuma, la yal'anhuma, la yal'anhuma, asiwalaani wazazi wake, asiwalaani. La yal'anhuma, asiwalaani wazazi. Kuwalaani wazazi kufanyaje? Saisha bado nafikiria. Sheikh kata ingine kulalamika juu ya haki zako. Kulalamika? Wallahi na mtihani watu. Wazazi wa hivi Sheikh na walani. Hiyo unawatia laana. Yaani mimi bora ningezaliwa na fulani. Simemuudhi Mungu wako. Tumesema kuzaliwa na huyo baba yako aliyokuzaa ni chaguo la nani? Allah. Sasa wewe unasemaje bora ungezaliwa na fulani? Ni kosa. Ni kosa. Kwani baba uwezi kula hii mpaka na nini? Baba na wewe bwana. Ya 13 ya 14 la yadhhab, ona la yadhhab, la yadhhab, la yadhhab ila al-jihadi, ila al-jihadi, la yadhhab ila al-jihadi illa biidhnihima, la yadhhab ila al-jihadi illa biidhnihima, la yadhhab ila al-jihadi, la asifanye Asiende hata kwenye jihad. Hamna kwenda kwenye vita ya Kiislamu mpaka afanyeje? Mpaka kuruhusu. Naomba yule mtu mmoja aenda kwenye vita vya jihadi, wazazi wake wanalia, Mzee Salama anamuona yule kijana, wewe mbona wana kuna jambo vipi? Sema yeye nimekuja kwenye jihadi, mimi nataka kuenda jihadi, alafu eti wazazi wangu, eti wazazi kule wanakoma, mimi nakuja bana. Walikataa alafu nimewacha wako wanajilizaliza huko. Nimeacha wako wanajilizaliza huko, eti wanalialia ya Rasulullah, nipangie mwendo, niko tayari. Mtume sallallahu akaambia, rudi kwa wazazi wako. Nenda kwa wazazi wako ukawaombe kwanza, nenda ukawafute machozi na uwachekeshe zaidi ya ulivyowaliza. Nenda ukawaombe msamaha, halafu uwachekeshe
zaidi ule. Wakikubali njoo, wakikataa usije. Ni watu wa kawaida hao. Ndio tukasema ayarifa qimata, ajue uzito. Jua uzito wa wazazi wako. Ndio maana Uwaisu Qarni hakwenda kumfuata Mtume Muhammad SAW Madina, naye yuko Yemen na Madina hapo. Yemen na Madina ni kunusa, lakini hakwenda kwa sababu ya kumhudumia nani? Mama yake. Ndio jihadi yako. Mtume alimwambia fafihima fajahid, jihadi yako ni kwa wazazi. Nenda kapigane kule. Usilete mchezo. Jihadi yako ni wazazi. Tutakuja kuona faida kule za kuwatendea wazazi, faida utapata. Pamoja na kwamba darasa nasikitika hatutolifikia kwa sababu siku zitaisha. Kuna faida, unaandikiwa jihadi. Kila unapomfanyia mzazi wako ni jihadi. Na ukifa unakufa miongoni mwa mashuhada. Na tulisema kama ni kijana, umeanza kijana unashirikia wazazi, unapewa malipo ya siddiqina wangapi? 70 Sheikh. Sio jambo dogo. Ya 15 la yashhar alaihima bisilahi, la yashhar alaihima bisilahi, la yashhar alaihima bisilahi, asiwaonyeshe, asiwatishie wazazi wake silaha. La yashhar, asiwatishie wazazi wake silaha. Na ilikuja kwa sahaba Hamdhala, bisilahi, asiwatishie silaha. Sio silaha tu, fimbo. Kuna mtu alikuwa anamwambia mama yake, unaiona hii? Unaiona? Yani mama yake. Makosa makubwa sana. La yashara lahima bisilahi, asiwaonyeshe wazazi wake silaha. Hamdhala alikusudia kwenda kuoa wazazi wake. Tumesoma kabla la hapa. Usifanye hivyo. Acha. Ya 16 la yaqtulhuma, la yaqtulhuma, la yaqtulhuma. Asifanyeje? Uruhusi kumua mzazi wako. Mimi hapa ndo nimewekwa na serikali ya Tanzania, ni mtu nayenyonga. Mimi ndo nimewekwa na serikali. Siku watu wanahukumiwa kifo, mimi ndo mnyongaji. Sasa mzazi wangu kule kafanya hayo mandimbo, kahukumiwa kifo, mimi ndo mnyongaji. Sheria inasemaje? Aje mwingine afanye kazi, aje mwingine. La yaktuluhuma, usiwe wazazi wako. Labda mkutana kwenye jihadi, yeye ni kafiri na wewe kafiri, hapo masala mengine. Lakini haya mzazi wako aliua mtu, analetwa sasa muuaji ndio wewe. Hizi nchi zingine wanawapiga sindano tu, wewe ndio mpiga sindano mkubwa wa kuua. Huruhusiwi hata kama utakuwa ni wewe mmoja peke yako nchi nzima. Huruhusiwi kumpiga sindano mzazi wako afe. Kafanya kosa, an-nafsu binafsi. Mtu akiua mtu naye afanyeje? Kaua mzazi wako na imethibitia kisheria. Wewe huruhusiwi kukaa pale unaweka kitanzi alafu baba, huruhusiwi. Sheria hapo, na kama wewe ndio jaji unatoa hukumu ya kifo, huruhusiwi. Baba yako ameletwa mahakamani, anashtakiwa kwa uuaji, kataa kesi ashike hakimu mwingine, ndio huko inakotokea. Usikae pale meza. La yadfa, la yadfa, la yadfa, la yadfa yadahu, yadahu,
idha darabahu la yakfa yadahu idha darabahu. La yakfa, asiziwie mkono wa mzazi wake wakati mzazi anataka kumchapa. Asiziwie, mwache akupige, isipokuwa tu utakachoepusha ni sehemu ya hatari, kama kuinua mwanawe asipige jicho. Na mzazi haruhusi kupiga sehemu ambazo hazikuruhusiwa kisheria. Sema darbul waladi kasukina bati, kumpiga mtoto ni kama kunyosheleza nani hivi, kupiga kupo. Lakini darban tahwifan, kumpiga kumofisha. Kumpiga mwanamke kupo, wadribuhunna, wapigeni. Lakini darban tajliban, unampiga ili umrudishe kwenye mapenzi, sio unampiga kumwadhibu. Kupiga kuna aina nyingi. Unampiga mtoto, hata mwanafunzi ukimpiga tahawifan, kumwokopesha kwamba usije kurudi tena hii, hata mtoto usirudie. Na tumeambiwa sura An-Nisa aya 7, wadribuhunna. Umemwasa mwanamke hakusikia, umemwitishia kikao hakusikia, umemuhama chumba hakusikia, basi mpapase kidogo. Ni hatua ya 4, lakini sio hatua ya kwanza. Lakini unampiga tajriban, kumrudisha katika mapenzi, unampenda, ndio maana unampiga, hujamwacha. Sio kichwa paka. Hiyo kichwa ni jambazi ya kuingilia, ndio pigana naye. Kwa hiyo kumzuia mzazi, ni baba, hapana bwana, nikosa haki yake, mwache tu akukumuti. Sheikh Suleiman bora hiyo ulishazuia nini? Tulishazuia sana huko, lakini tulikuwa ni juhala tu, tulikuwa ni wajinga. Mwache tena, mwambie baba yangu unataka, mama yangu anataka kumpiga wapi? Ungependa wanipige sehemu gani? Kinga mikono, kinga. Lala. Mwache akumuti. Kisha mzazi ambaye hachagui pa kupiga. Mzazi lazima achague kwa kupiga. Mtoto pia ana haki. Mtoto ana haki ya kulinda maslahi ya mwili wake, sio unapiga popote. Ni kama mtoto wako huwezi kulisha chochote. Mtoto ana maslahi, ana haki, anakudai ulinde mwili wake. Kwa lazima umpe kulumi ma fil ardi halalan tayyib, lazima umpe chakula tayyib, mpe chakula tayyib. Na watu wengi wanajua chakula tayyib ni nyama sana, samaki sana, pizzas la wa inaban wa qadiban, matunda mboga. Watu wengi hawajui wa inaban wa qadiban, mboga zitayarishwe vizuri kwa ustadi, zipikwe vizuri, hapo mtoto. Kuku lazima aliwe tu, kulumi ma fil ardi walladhi jala lakum ma fil ardi jamia. Yote tumepewa tutumie. Lakini mboga watu wengi wanazidharau. Mtu akuta anakula mboga, anajua wewe ndio mtu wa mwisho. Kama kuna mtu alimsikiliza Profesa Janabi jana, kwa mtu anamsikiliza, anasema humu tumboni wameumbwa wadudu zaidi milioni 4, kama sijasahau, kata milioni 10. Kazi yao ni kulinda afya. Yaani wale wadudu wapigana na kitu unachotia. Lakini wale wadudu kinachowafanya waendelee kuishi ni mboga za majani na maziwa mgando. Wa inaban wa qadiban. Leo mtu kutafuta mboga ya majani, hapa bwana soko letu huwa wachinji bwana. Vipi bwana? Weka utaratibu wa kula mboga za majani nyumbani kwako, na usile mboga za majani kama ziada ya mboga. Kula mboga ya majani kama mboga yenyewe. Sallu ala nabii. Na usiletee manjonjo umeweka kiazi Ulaya. Hiyo itakuwa ni mboga naftari. Na kiazi Ulaya kwenye mboga, si mboga naftari. Weka mboga zenyewe shekhe. Sio mnaona? Maana siku kuna watu wanatuletea mapishi mengi. Mwisho yuko siku hata kwenye chai watakuwa wanaunga hata mahoho. Maki hoho mpaka kwenye tambi. Tambi naomba hoho. Hivyo si nimeeleweka? Darasa letu linaishia kwa Allahu wa rasuluhu a'lam.